tumeshuhudia mchezo wa klabu bingwa na shirikisho. Bahati nzuri timu zetu zote zimeingia kwenye hatua ya kwanza, lakini pia timu yetu nyingine visiwani na KMKM wamekula ila Mwinyi nao wameingia kwenye hatua ya kwanza. Kwa kwanza ilikuwa ni michezo namna gani? Tumeona Young Africans michezo yote miwili, lakini pia tumeona Simba dhidi ya Gaborone, bado kidogo mambo yabadilike. Ilikuwa ni michezo namna gani? Kwa maana ya kufuzu ni michezo mizuri. Ni michezo ambayo tukianza na Tanzania bara ni kwa 100% kwenye kombe la shirikisho na Champions League timu zetu zimesonga mbele. Na hii ni sehemu ya kuonyesha kwamba ligi yetu kweli ni ligi bora. Top 5 ya ligi bora za Afrika. Lakini ni jambo zuri kwa sababu ya ulinzi wa pointi zetu. Unajua sasa hivi Tanzania imekuwa tunapeleka timu 4 kwenye michuano ya CAF. Imekuwa tayari imezoeleka. Na kwa mashabiki wa mpira wageni wanaweza kaona hili kama jambo la kawaida tu, kama ni kitu kilichokuwepo siku zote, lakini haikuwa hivyo. Kuna kazi ilifanyika pa kufikia hapa. Kwa hiyo kuna kazi ya kuzilinda hizo points. Kwa maana kujitahidi kila mara kuongeza point zaidi na zaidi ili kuweza kupata nafasi ya kucheza tena na tena. Kwa hiyo niseme kwa maana ya kufuzu tulikuwa tuna nafasi nzuri sana kusema tumefanya vizuri. Lakini kwa maana ya performance mjadala ndio umekuwa mkubwa hapo, ambao kiukweli una mambo mengi yana ukweli na tunapaswa kuyafanyia kazi. Mfano ukiangalia Singida na Azam nafikiri wamekuwa na performance nzuri. Performance ambayo inaonyesha ni timu ambazo zimejiandaa na wanakupa moyo au wanakupa hisia kwamba hizo timu zinapaswa kwenda mbele zaidi. Kwa upande wa mabingwa wa Tanzania Yanga, gumzo limekuwa performance. Lakini kwa maana ya kufuzu, unaweza kusema 100% Yanga kufuzu kwao kumekuwa ni bora. Kwa sababu aggregate ni 5-0. Ushindi nyumbani na ugenini. Sasa unaanza kujiuliza hii timu kwa nini unailalamikia? Sasa labda wewe hapo awali utaniambia kwa nini watu wanalalamika na mimi nitaweza kukujibu. Lakini kwa Simba wamefuzu. Nilikuwa nawaambia leo studio kama kufuzu kwa Simba inabidi ukiandika ile neno tabu, lazima uliwekee tabu afu ile ta afu ufanye AAA. Yaani kwa tabu ndio wamefuzu. Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu ukiangalia baada ya performance ya Francis Town, mashabiki wengi wa Simba walikuwa na matumaini makubwa sana kwamba timu itakuja kucheza vizuri kwenye mechi hapa Dar es Salaam. Lakini kwenye mechi ya Dar es Salaam ndio imekuwa worse. Mimi nilipita jana Coco Beach, nilikuwa na wahadisia. Kulikuwa kuna vikao nafikiri zaidi ya 1000. Maana pale wamekaa kikao, pale wamekaa kikao, pale wamekaa kikao, watu walikuwa wanajadili. Kwa kifupi performance ilikuwa mbaya. Ilikuwa si performance ambayo inalingana na top 5 timu ambayo iko kwenye top 5 ya Afrika. So inalingana timu ambayo iko kwenye top 10 ya Afrika. Ilikuwa haifanani na ukubwa wa Simba kwa mechi zote mbili. Sasa ni jambo la wao Simba wenyewe kulifanyia kazi. Jembe Simba kwenye mchezo wa jana dhidi ya Gaborone wamekosa mashabiki wao kwenye uwanja Benjamin Mkapa. Pia watu wengine wanaona kama huenda mashabiki wangekuepo kuna kitu kingeongezeka. Lakini mzao kocha aliyekuwa kocha timu taifa Ahmed Morocco, mchezo wake wa kwanza watu jana wameona shati limeloa jasho. Ahmed wanaona kweli Simba Sports na national team ni vitu tofauti. Licha kwa mchezo wake wa kwanza akiona Simba ametoa sare. Kwanza tukimtwika huu mzigo Morocco, nafikiri tutakuwa tunataka kwenda kushusha niseme labda sufuria la moto kwenye sehemu ambayo sio sahihi. Kwa sababu Simba yenyewe kwenye mchezo wenyewe uliopita ambao ndio alikuwa na kocha wao wako naye kwa msimu mzima uliopita, ilikuwa tia maji. Ndio ije kwa huyu kocha wa siku 3 alafu tumtishe mzigo kwamba yeye ndio ilikuwa ni sababu. Mimi kwangu naona sababu ni wachezaji, kwa sababu kama unamzungumzia Morocco, hivi mchezaji anashindwa kukimbia akiwa na kocha mpya? Mchezaji anashindwa kukimbia kwenda kukaba kwa sababu ana kocha mpya? Mchezaji yuko na kipa anashindwa kufunga kwa sababu yuko na kocha mpya? Mimi sioni hiyo sababu kama ni ya msingi. Sababu ya Simba watazunguka na nini, lakini kuna vitu vya msingi vya kuvifanyia. Namba moja kabisa ni kwa wachezaji wao. Wawaulize tatizo ni nini. Wawaulize kama kweli wachezaji wana shida waseme. Lakini kama hawana shida warudi kwenye uongozi na wao wajitafakari. Huenda kwa wachezaji hawa labda nilikuwa naongea na Mohamed Hussein hapa. Kuna kitu kimoja ambacho tulikuwa tunakijadili kuhusiana na namna wachezaji wa Simba wanavyokuwa na kambi yao. Yes, sio Mohamed Hussein huyu. Maana Mohamed Hussein kwa waandishi maarufu ni huyu. Unazungumzia wale wachezaji, kwa zungumzia wale waandishi. Kwamba wachezaji wa Simba inaonekana kama wako free sana. Sasa inawezekana kweli fitness wameitengeneza kule walipokwenda, afu wamekuja hapa watu labda hawakai kambini,
wanatoka wanavyotaka, inawafanya fitness inapotea. Kwa hiyo unakuta inakuwa ngumu kwao kupambana. Lakini hata mimi nitajiuliza kama hiyo itakuwa ni one of the reason, tutasema wachezaji wanawezaje kujua kama wana mechi muhimu ya Champions League alafu wakaenda labda kufanya mambo ya starehe. Sasa sijui. Kwa hiyo ni swala kati ya uongozi na wachezaji wao wakae wajaribu kutafakari. Nimefurahi nimemsikia Ahmed Ali, ingawa mbele kidogo ajaribu kutetea inawezekana kazi yake, lakini amesema mbele ya wale mashabiki wa Coco Beach pale kwamba jamani, kweli tumefanyaje, tulizidiwa. Hiyo ndio njia nzuri ya kutaka kurekebisha mambo. Lakini wangeweza kusema tu labda sio sisi muamuzi TFF sijui nani, mambo yanavyokuwa GAUCAF, nafikiri mngeweza msitoke kwenye tatizo. Kwa hiyo kwa sababu hata na wao Simba wanakiri walizidiwa na wameona kwamba wamecheza vibaya, sasa ni safari nafasi nzuri wao sasa kuanza kulifanyia kazi lile waliloliona. Lakini kiukweli kabisa ilibaki kidogo Simba waliaibisha taifa. Kwa upande wa mashabiki mchezo wao muhimu. Mimi sioni. Hii sio mara ya kwanza kucheza bila mashabiki. Unakumbuka mechi moja wameshinda wakiwa wana mashabiki na performance ilikuwa nzuri tu. Ilikuwa performance nzuri tu na walikutana timu ngumu kabisa. Ubora wa Gaborone ni mzuri, lakini unaweza kulinganisha timu nyingi zilizokuwa kwenye group stages. Kwa hiyo nafikiri wasiweke excuses, kwa sababu mimi sioni tukisema kwamba ulikuwa unashindwa kukimbia. Mfano mmoja tulikuwa tunazungumza kuhusiana na Abraham Morris. Ukimwangalia mtu alikuwa anacheza anautaka mpira. Unajua hata mtu atatani, atakimbia, ataenda kutoa pasi, ataiomba. Lakini wachezaji wa Simba walipokuwa wanacheza utafikiri kule mechi ile ndio walishinda wao 3. Yaani wanapiga pasi watu wakiwa wamesimama, asilimia kubwa wachezaji wamejijengea kama kakijiji hivi, mnasemaga mnajicholea kijumba kile. Wao unapiga pasi, unamrudia mpira nampa yule, alafu anaanza kutembea. Lakini kingine ni wakumbushe, mimi nimewahi kumuongelea Ahoua mara nyingi sana. Na hata nakumbuka ikawa Ahoua kila akifunga watu wanatafuta ile clip ile afu wanaishare kuonyesha kwamba Saleh alisema Ahoua ni mchezaji ambaye hajitumi. Nilisema lastiboni. Masa mimi niliona kipindi kile kwa sababu amemaliza msimu akiwa lastiboni. Msimu huu at least anaweza akawa sasa amekuwa. Lakini naona ndio lastiboni kweli kweli amezidi kuwa. Kwa hiyo waambieni ukweli, msitaki kuoneana haya. Ahoua anawaangusha Simba. Na akiendelea hivi basi anastahili kutoanza. Kwa sababu gani? Ni mchezaji utamuona kwenye foul. Ni mchezaji utamuona kwenye penalty. Sawa, ni mchezaji mzuri, mimi nakubali, ni mchezaji ana kipaji. Lakini nimewatolea mfano studio, hata Messi na Ronaldo kwa vipaji walivyonavyo, kama wangekuwa hawajitumi, leo wasingekuwa wamefikia hapa walipo. Kwa sababu mpira unahusiana swala la kujituma. Ndio maana kunakuwa na mazoezi ya endurance, kwamba unapewa mazoezi, unapata maumivu yale ambao unahisi wewe sasa yamefika mwisho, alafu unang'ang'anizwa kuendelea kufanya mazoezi zaidi ya hapo. Hiyo ndio endurance. Kwa nini unatengeneza endurance? Kwa sababu unatakiwa uwe na nguvu, uweze kukimbia zaidi, uweze kujituma zaidi. Na ndio maana kwenye football hata kama unapokuwa kunachambua, kuna swala la kilomita, si ndio? Kuna swala la cover area. Yote haya yanatokana na mchezaji ambaye amekuwa na juhudi kubwa, ambaye yuko imara, kajituma. Kwa hiyo hauwezi kuwa unacheza mpira kama unacheza draft. Mpira hauko hivyo. Nilizungumzia kipindi kile, nakumbuka ile mechi ya Simba na Yanga, mechi moja fikiri kwa ya kwanza au ya pili, kidogo akiguswa kaanguka, anakumbatia mpira. Nilizungumzia. Kwa hiyo leo nimeona na watu wengine sema bana, huyu Ahoua tatuua, huyu Ahoua tatuua. Na mimi niliwahi kuambia ukweli ni kama Simba. Na sizungumzia Simba mnyama, uimara wake. Hauhitaji kutetea ukweli wako. You don't need to explain too much about your truth. Just send it, it will protect itself. Kwa hiyo ukweli wao unajilinda wenyewe. Leo wanaorudi kuzungumza nilichokisema mimi miezi 4-5 nyuma ni kwa sababu nilisema ukweli. Kwa hiyo ni nafasi pia kwa mchezaji kama Ahoua pia kubadilika, na wagundue wanachezea klabu kubwa, watu wamewekeza nguvu, mioyo, fedha na kila kitu. Kwa hiyo wanapaswa wanapokuwa wanacheza wasijifikirie wao tu. Mashabiki ambao hawaoni jukwani, katika hali ya kawaida mchezaji, unajua kwa sababu mashabiki wote wanaangalia mechi hii wakiwa majumbani na sehemu nyingine. Kwa hiyo ni lazima nicheze kwa ajili ya klabu yangu, nicheze kwa ajili ya mimi mwenyewe. Sasa kwa anapocheza Ahoua, na majority wa klabu ya Simba wachezaji naanza kuona kama vile wachezaji kwenye timu yao wanaanza kumuiga Ahoua. Kwa hiyo ukifanikiwa kupata Ahoua 5 kwenye timu yako, hamna ushindi. Lembe Simba hapo kwenye upande wa kocha. Hemedi Morocco yeye ni kwa ajili ya kimataifa, Selemani Matola ni kwa ajili ya ligi ya ndani. Anatajwa Miguel Gamondi, anatajwa yule kocha wa Madagascar kuja kuchukua nafasi ya Fad Davis. Unaje ama unawashauri nini Simba, kwa nini kipindi hiki wasingempa mtu mmoja majukumu yote ili kuhakikisha kwamba anapata krimu nzuri? Kwanza Morocco amemwazima. Matola ni kocha wao. Na reason ya kuja kwa Morocco ni kwa sababu Matola alikuwa na red card. Sasa sijajua uamuzi wa Simba kama wataendelea tena na Morocco mpaka mechi inayofuatia, lakini bado mimi ninaamini pia
mpaka wanakuja kucheza mechi ijayo ya kimataifa. My hope nafikiri watakuwa na kocha mpya. Siamini kama ndio itakuwa ni huyo. Kwa hiyo tumesikia Gamondi, tumesikia yule wa Madagascar. Kwa hiyo mimi na kocha yoyote atakaomleta. Uchebe hapo hapo. Uchebe tena. Uchebe nani? Wanasema wametuma maombi Uchebe. Patrick Usems. Kutuma maombi wametuma wengi. Mimi najua hata nani katuma maombi. Kuna rafiki yangu yule anaitwa nani yule? Logaluski. Mzee wa midadi. Wametuma maombi. Makocha wengi kwenye klabu kubwa kama Simba inapotokea wanaona inahitaji coach. Makocha wengi sana wanatuma maombi. Hili ni jambo tu la kawaida kutuma. Sasa choice ya Simba sasa hivi inatakiwa ina utulivu sana. Lakini bado hata mimi ingekuwa ni suggestion yangu, ningesema Simba pia wanapaswa kupata kocha bora hasa ambaye ana uwezo kuopt kwa wepesi, au kocha ambaye tayari alishawahi kufundisha Tanzania, kwa maana ya mfano tumchukulie Gamondi. Kama ingekuwa anaweza kutoka Singida akaenda Simba, ingekuwa pia na kwao ni nzuri zaidi, lakini siamini mimi kama Singida wanaweza kumwachia Gamondi sasa hivi. Wana michuano ya kimataifa na wao wameshaanza kuona. Mimi niliongea na Gamondi je. Anasemaje? Niliongea na Gamondi kumuomba interview, akanambia tunataka tuzungumze kuhusu Simba. Nikamwambia ndio, akasema nisubiri mpaka deal itapokuwa complete alafu nimtafute. Basi sasa maana itakuwa ni maelewano kati ya Singida na Gamondi mwenyewe. Mbona upande wa pili walimkopaga yule Mirudi Amdi walimchukua. Singida ipo kwenye mashindano, Mirudi njoo huko. Walimchukua kutoka wapi? Singida. Sasa si ndugu. Hata sio wamepewa soa jembe. Hawajapewa, wamemnunua. Hawajapewa, wamemnunua. Hivi unajua amnaga kwenye usajili. Unajua thamani ya soa ni shilingi ngapi? Hapana. Unajua mjasi. Ukisikia bei waliomnunua mpaka mimi nasema kwa nini wamemnunua bei. Hiyo tuliache kwa sababu mimi sio msemaji Simba. Kwa hiyo yani kwa kifupi ni hivi kwamba wale walikuwa ndugu wakapeana. Sasa na yeye bana usema naibu njoo Global Mohamed Hussein njoo Jembe Sports, ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo ndugu walipeana, mambo ya ndugu usiyaingilie, si ndio? Kwa hiyo Nabi Gamondi wanaweza kuwa ni kwa sababu wanajua ligi yetu, lakini pia ushindano, wanajua ushindano Simba na Yanga, wanajua Simba wanataka nini, desire ya Simba, Yanga to win against Simba, lakini pia Yanga kufanya vizuri kuliko Simba, Simba kufanya vizuri kuliko Yanga. Kwa hiyo haya mambo wanayajua na wataweza kuwatreat wachezaji wao kwenye that way kwamba hatukubali kushindwa na fulani au tunataka kufanya vizuri zaidi ya fulani. Kwa hiyo kwa kocha mwingine akija kama ni mgeni kabisa, anatakiwa kuja kuwa kocha yule ambaye anaweza kuopt hiyo hali kwa mapema sana, kwa sababu unaweza ukaja siku 2-3 ukajikuta umeondoka, kama nimeona ndugu yangu nani huyu kocha wa Yanga